Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV. Kwa mara nyingine tena tunasema bado tuko Jangalo, na hapa tukiwa na mmoja katika viongozi wetu katika kijiji chetu hichi cha Jangalo, nikiwa na imamu hapa wa masjidi ambayo yuko hapa Jangalo. Walila alhamdu, tuweze kutambua majina yake, lakini pili atueleze mambo mazuri, na huyu ambaye tulikuja kumstiri ni katibu wake. Alhabib, karibu sana, na tuweze kwanza kupata majina yako kwa kamilifu, alafu pili tueleze lile ambalo umeafikiwa kutueleza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ba'd. Kwanza mimi kwa majina kama utangulizi wa fursa hii, mimi naitwa Abdullah Athmani Abdullah Njeja. Jangalo ndipo nilipozaliwa hapa. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kututembelea katika eneo hili kama Babu Salam. Wapenzi watazamaji watahitaji kujua hasa ambako leo utaweza kuwakumbusha, na hasa ambako tumekuja sisi kama Babu Salam kushiriki maziko ya mmoja viongozi wako ambao ukishirikiana nao katika kazi ya dini. Lipi la kuambia? Kwanza kabisa nishukuru sana kwa wingi wa watu waliojitokeza, na hii si mwaliko wa mtu, isipokuwa ni mwaliko wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuifiwa na ndugu yetu huyu. Kwanza ni kiongozi mmoja aliyokuwa kiongozi mwadilifu mno. Sikupatapo kuona kiongozi wa baraza aliyokuwa chini ya mamlaka yangu mimi kama huyu bwana. Huyu bwana alhamdulillah, mashallah, Allah alimjalia kwanza ni mwadilifu, mpenda watu. Alikuwa yeye huyu bwana ni msuluhishaji wa watu wa pale wanapokosana. Achilia mbali kwamba yeye alikuwa ni katibu wa msikiti, bado serikalini tu kule alikuwa ni muaminifu kweli kweli, kashika nyadhifa mbalimbali, na hii yote ni kutokana na yeye kuwa ni mtu mwenye weledi wa hali ya juu sana wallahi. Kwa hiyo kila mmoja ajifunze kwake, huenda akaokota chochote. Huyu bwana alhamdulillah, mashallah, ameondoka leo, tumemzika, lakini kila mmoja ajue kila mtu yeye limebeba jeneza, na sisi pia litatubeba jeneza. Na jeneza pia huwa linasema pale unzuru alayya, ya salam, ya ibn adam unzuru alayya, mwanadamu nitazame mimi biaqlika, kwa akili zako zote. Yani jeneza pale linapokuwa unalipita pita msikitini huwa linawekwa katika maeneo ya ajabu nyuma kule Makulatain, kumbe linakusemesha wewe, na wewe hujui. Wewe hujui, linasema lile ya bani adam, mwanadamu unzuru alayya biaqlika, nitizame mimi kwa akili zako zote. Ana sarirul manaya, mimi ni kitanda maalum sana, japo unanipita pita hapa, lakini nitazame vizuri kwa akili zako zote, vinginevyo hapa usije ukanilaumu. Kwa nataka kuniambia kwamba watu wao makini sana kuliangalia jeneza. Jeneza si kitu cha mchezo shekhi. Linasema lile jeneza linasema kam tara mithli, wangapi ulioona mfano wangu mimi, waliobebwa na mfano wako wewe, waliobebwa na mfano wako wewe, wangapi umewaona? Kamtara mithli limithlika, wangapi umewaona wakibebwa mfano wako wewe na mfano wangu mimi, japo si mimi pengine nitakubeba, lakini wangapi wamebebwa na mfano wangu mimi, mfano wako wewe? Ni wengi wamebebwa. Yani kwa maana yake kwamba wako wengine majeneza mengine yuko Dar es Salaam, yuko Kondoa, lakini umebebwa kwenye jeneza nembo mfano wake wewe, mfano wake lile jeneza. Sasa mfano wako wewe umebebwa wangapi? Unzuru alayya biaqlika, nitizame kwa akili zako zote. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji, huu ni ujumbe mzito. Na hapa tunasisitiza sana kwamba mtu usifanye dharau. Unapoona khairi ambayo inafanyika, basi usiache kuifanya, ujue kesho yake. Neno la mwisho Alhabib. Neno la mwisho pia kaburi huwa lazungumza. Kaburi pia lazungumza. Kaburi hilo. Ya ibn adam, ewe mwanadamu, madha amalta min an-nur li hadha adh-dhulam, umebeba kitu gani kutokana na nuru nyingi? Ulikuwa wewe mfunga wiring, unafunga wiring kule mahali penye giza, uhitaji kupita, unatafuta taa tochi, madha amalta min an-nur li hadha al-dhulam, ulibeba nini wewe? Umebeba kitu gani cha kuja hapa kukuwakia wewe katika kutoka na mataa uliyokuwa umeacha huko duniani, na hapo unaingia kwenye giza na ukiwa mwenyewe hapo. Sasa hapo kumbe natafuta nuru. Madha amalta min an-nas li hadha al-wahsha, umebeba nini wewe? Kaburi nakwambia hivyo. Umebeba kitu gani wewe kutokana na watu wengi uliokuwa nao katika huu upweke ambao utakaokuwa nao hapa?
وماذا حملت من الطعام لهذا الجوع. Na umebeba nini kutokana na vyakula? Ulikuwa unapenda vya baridi wakati wa joto, vya joto wakati wa baridi. Ulikuwa unapenda wewe vitu kama hivyo. Kwenye sehemu kama hii yenye njaa za aina kwa aina. Umebeba kitu gani? Hili kaburi. Sasa kila mmoja anaambiwa hivyo na kaburi. Hakuna asioambiwa. Kwa hivyo kila mmoja ajitahadhari sana na maisha haya. Haya ni maisha ya mpito tu. Tajiri anatakiwa aangalie vile linamuuliza kaburi, madha hamalta min alghina li hadha alfaqr. Umebeba kitu gani kwenye utajiri wako mkubwa, kwenye huu fakiri ambao utakuta hapa? Kwa vile watu hawasikii maskini, wanapita tu makaburi, wanapita majeneza, hawaelewi kama wasemezwa. Jumbe kama huu ni mimi uswika wa usihim wa usia wa iyaya binafsi bitaqwallah wa taati. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, ni maneno magumu yani mazito haya kutoka kwa shekhi wangu Sheikh Abdallah Almaarufu Mjeje, mashallah, ambaye yeye ndio imamu wa msikiti wa hapa Jangalo. Ni ujumbe mzito. Sasa basi, ikiwa maneno haya hujabadilika, unangoja maneno gani? Bwana, ulikuwa na mimi ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Jumbe bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.